Karibu kwenye taarifa ya habari ya Kwetu News 24, chombo kinachokupa ukweli bila kupunguza wala kuongeza. Hivi punde tunaanzia matukio makubwa yanayoendelea kutikisa vichwa vya habari na kuzua mjadala mkubwa. Mimi ni Salima Kashindi Alicia. Ungana nami tujue nini kimejiri wakati huu. Nchini DRC ni kwamba jeshi la Kongo FARDC linadai kuidungua ndege isiyokuwa na rubani ya Rwanda mashariki mwa nchi. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilitangaza kwamba vimeharibu Jumamosi iliyopita ndege isiyokuwa na rubani aina ya OAV inayomilikiwa na jeshi la Rwanda. Ndege hiyo iliripotiwa kuharibiwa ardhini katika eneo la Minembwe Highlands lililoko katika eneo la Fizi. Zaidi ya ukosefu wa heshima za kijeshi katika mazishi yake huko Kinshasa, Luteni General Sikatenda Shabani Bernard alizikwa akiwa amevaa nguo za kiraia licha ya maandamano kutoka kwa familia yake na jamii ya Wabembe. Sikatenda alikuwa mmoja wa waanzilishi wa ukombozi wa DRC na mmoja wa waanzilishi wa harakati ya Mai Mai, mtangulizi wa wanamgambo wa sasa na wazalendo ambao wanapigana kwa ushirikiano na FARDC. Jimboni Kivu Kusini kwamba moto umeripotiwa katika uwanja wa ndege wa Kavumu huku kukiwa na mvutano wa kiusalama. Moto ulizuka Jumapili hii katika uwanja wa ndege wa Kavumu katika mkoa wa Kivu Kusini, hali iliongeza wasiwasi kuhusu usalama katika eneo hilo lenye umuhimu wa kimkakati. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vilivyolingana, mihali ya moto ilionekana karibu na miundombinu ya uwanja wa ndege. Hadi sasa hakuna tathmini rasmi ya madhara iliyotolewa na mamlaka husika. Tukio hili lilijiri siku moja baada ya tahadhari ya kiusalama zilizokuwa zimetolewa, ambazo baadhi zilikuwa zimechukuliwa kama uvumi au taarifa zisizo sahihi. Hata hivyo, maendeleo ya hivi karibuni yanaashiria kuwepo kwa hali ya mvutano inayoendelea uwanjani. Katika muktadha huu, wachambuzi wanatoa wito wa kuimarisha tahadhari kuu wakisubiri taarifa rasmi zaidi. M23 vita katika Kivu. Kipande cha sabuni chenye ukubwa wa 10 kujumuisha 15 cm pichani sasa kinagharimu pesa 25,000 za Kikongomani huko Minembwe katika nyanda za juu za Fizi, jimboni Kivu Kusini, kulingana na shuhuda za mkahadi wa eneo hilo. Wakati wa chakula cha jioni cha kitamaduni cha waandishi wa habari wa Ikulu huko Washington Hilton, mtu mmoja alivunja kizuizi cha agent wa huduma siri. Mchambuzi huyo ambaye alikuwa amebeba silaha ikiwemo bunduki aina ya bastola na visu kadhaa alishindwa haraka na kukamatwa. Ingawa agent huyo ndiye aliyekusudiwa, alinusurika shambulio hilo kutokana na ufanisi wa vazi lake la kujikinga kama tahadhari. Donald Trump na mkewe Melania waliondolewa mara moja kutoka hotelini. Martin Fayulu alikosoa kwa ukali mapungufu makubwa ya kiusalama. Jeshi alifanya kazi ipasavyo, vyombo vya usalama vimepenyezwa, usalama wa nchi hauhakikishwi, hatuna chochote. Kupitia kauli hiyo, Martin Fayulu, mmoja wa viongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameonyesha picha halisi ya wasiwasi kuhusu usalama wa nchi. Kauli hii imetolewa katika muktadha wa hali ya ukosefu wa usalama iliyoendelea katika maeneo mbalimbali hasa mashariki mwa nchi, ambapo raia bado wanaendelea kuathirika na ghasia za makundi zenye kushikilia silaha. Raia watulie. Raia wao watulivu. Kitu watakusaidia tu ni denunciation. Hapo basi. Lakini watulie, wajue ya kuwa wana majeshi, jeshi la taifa lipo, jeshi la kizalendo lipo. Kadiri tunasaidiana tunajua ya kuwa ushindi huko. Siri 100% tuko tunaona tuko mkatre 25. Ndio, lakini pia mzee, tungetamani tujue ushirikiano wa movement wako pamoja na wazalendo wengine kama SNPCC, FAMBB pamoja na movement zingine ukoje? Mnashirikianaje na movement zingine?
Sisi hatuna na tatizo na movement zingine, tunashirikiana sisi wote. Niongee vema, sisi tulipoanza movement hii ya FARDC tulianza na jeshi la taifa. Ilikuwa ni kwa usaidizi wa kusaidia jeshi la taifa. Kulikuwa changamoto nyingi. Jeshi letu likadhibiwa kwa sababu nchi yetu ni kubwa. Kuna sehemu zile jeshi hawako, ilibidi sisi tuwe ili tuwasaidize, tukishirikiana na jeshi la taifa. Na wakati tulipomaliza tuliwaonesha na wakaelewa, wakaona kumbe njia sahihi ndiyo hii, wote kujiunga na nini, na jeshi la taifa. Na njoo hivi unaona wote walijiunga na jeshi la taifa. Leo sisi wote tunashirikiana, na ndio maana unaona jeshi letu tuko nasonga mbele. Watu wanasema hatusongi mbele. Tulikuwa Makobola, leo tuko Runinga. Makobola tulifanya kama muda wa mwezi tuko napigana pale, tukaweza tukapasula. Leo tuko Uvira, kesho tutakuwa Kamanyola, Bukavu, Goma. Tuhakikishe tumerudisha maeneo yote ambayo yamekaliwa na wahuni. Ni wazi kwamba serikali ilifanya jitihada zote kwa moja na kuwasapoti wazalendo wakaweza kupana motisha angalau wa sabuni kidogo, japokuwa hayaitwi malipo, ni motisha tu. Sijui kundi lako pia liliweza kunufaika kwa huo motisha? Ndiyo. Kwanza nimrudishie rais wa nchi Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa haya ambayo aliyatenda. Watu wengi wameshangaa, wanajiuliza kwa sababu haya hayajawahi kutokea fasi zingine, lakini kwetu sisi yametokea. Naye ameyafanya kwa makuu na maajabu yale tulifanya. Tunamrudishia sifa na shukrani, na Mungu aendelee kumlinda. Japo kweli hatukupata kwa usahihi, ndani kulikuwa na changamoto, lakini kwa ile kidogo tulipata tunashukuru kwanza na hiyo, kwa sababu tunatumaini hapo nyuma kutakuja nyingi. Asante. Lakini pia raia ambao mnawatumikia wategemee nini sasa kutoka kwenu baada ya kupata ule motisha? Kwa sababu ilikuwa inasemekana kwamba unajua mwanajeshi ni mwanajeshi tu, hata kama anaweza kuwa mwanajeshi wa kizalendo wa FARDC, wanasema kwamba kuna baadhi ya changamoto ambazo wanakumbana nazo, kama vile anaweza zania pengine yuko anatetea raia, kumbe raia kwa upande wake anaona kwamba ananyanyasika. Raia wategemee nini kutoka kwenu baada ya kupata motisha? Sisi kama vile wazalendo na ndionia hata jeshi la taifa, raia kwetu wanapaswa kutegemea watumainie ukombozi. Pengine serikali nayo pia ijishike namna gani kwenu baada ya motisha kupatikana? Serikali hiyo kujishika kwake, unaona kitu kimoja kilikuwa kinatishia, ilikuwa ni yule mtoto alizaliwa, alikuwa anaitwa repris strategique. Sasa leo yule mtoto tuliona anaumwa, haishi tena, anaanza umwa, na wakati anaumwa tunajua mafanikio yake. Kuna baadhi ya movement ambazo zinasema sisi hatujateuliwa na uongozi kusimamia kitengo fulani ndani ya vita hivi. Sijui nyinyi kwa upande wenu mlipewa kitengo gani kwa kuweza kusimamia kama vile usimamizi katika hali hii ya kivita, na mlipokeaje hizo hatua ambazo mlipewa? Sisi hatuna wazifa, lakini sisi ni wapiganaji kawaida. Tunapaswa kupigana kama vile wengine wanavyopigana, kwa sababu sisi hatuna malengo ya wazifa, tuna malengo ya ukombozi. Na baada ya hayo, hebu tuambie, baada ya haya yote M23 kupewa kichapo kikali pale Makobola, wakajikita pale Uvira, wakatolewa Uvira kwa kauli za Marekani pamoja na ukali wa wazalendo, hivi raia bado wangali na changamoto za kujua kipi kitaendelea baada ya hiki. Lakini nyinyi kama vile wakombozi mnaweza kuambia raia kitu gani?
kama vile waliishi hawakujua Uvira itagombolewa, na Bukavu itakuwa ni hivyo hivyo. Watashtuka Bukavu imegombolewa na sehemu zingine, sio Bukavu kote. Ndio maana nilikwambia sisi ni wapambanaji tu. Nyazifa serikali ndiyo baba, yeye anajua atamupa nani nyazifa, atamuima nani nyazifa, kwa sababu kila mtu atalipwa kadiri na matendo yake. Kwa kuwa umetumika vizuri, serikali itakupa wazifa mzuri. Kama ulitumika vibaya, basi ndio maana wazifa tunausubiria kwa serikali, sio kwetu sisi. Hapa ndipo tunafika tamati ya taarifa yetu ya habari. Tunashukuru wote walioandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Kumbuka unaweza kupata habari zaidi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mimi ni Salima Kashindi Alicia. Kwa niaba ya timu nzima Kwetu News 24, nawatakia wakati mwema na kwaherini.